Waraka wa taarifa hii bwana ndio ukao waraka kwa sisi kumtafuta mtaalamu wa soka Fabrice wa Afrika bwana Dominic Salamba ambaye amekuwa akitupa taarifa nyingi sana za usajili. Hivi unakumbuka ya kwamba tunaelekea mwezi wa kufunguliwa kwa dirisha dogo la usajili ambao linaenda kufunguliwa mwezi Januari tarehe 1, kwa maana ya dirisha ambalo wale ambao sasa mlikuwa mnawahitaji kuwatangaza na kuwasajili mnaruhusiwa kabisa. Lakini sasa vilabu vyetu vimekuwa na desturi ya kumalizana na wachezaji mapema mno inapofika swala la kufunguliwa kwa dirisha la usajili. Kinachofanyika huwa ni kumtangaza tu mchezaji, na ndicho ambacho Young Africans wameweza kukifanya. Tukasema ngoja kwanza tuzikusanye zote information, alafu ndio tuje tumletee mtazamaji wa Data Sports. Na nani ambaye anaweza katupa information ambazo ni sahihi? Ni mtaalamu wa soka bwana Dominic Salamba. Moja kitu kizuri kutoka kwa bwana Dominic Salamba cho huwa anakikumbuka kuhusu tetesi hizi za usajili bwana, ni ule usajili wa Mohamed Hussein kutoka Simba Sports Club kwenda Young Africans. Tulinyanyua mikono juu. Utamsikiliza hapa tena kwa makini na kupitia njia ya teknolojia. Florence Renatus niko hapa, lakini naomba nikukumbushe kwanza kuhusiana na Tannice, mabingwa hawa wa kutengeneza portable bora na za kisasa kabisa. Mitaa ambayo wanapatikana ni Mabibo Hostel karibu na mitaa ya Riverside, ndiko ambako wanapatikana Tannice, na wanakukumbusha ya kwamba tunaenda kwenye michuano ya AFCON ambayo pia ni michuano mikubwa, lakini baadhi yetu tumekuwa na tabia ya kuvishamgilia sana vilabu tunayasahau mataifa. Kwa hiyo unahitaji mchezo mwingine ambao utaiweka akili yako sawa ukiwa kwenye kipindi hiki cha michuano ya kimataifa. Naomba turudi kwenye story yetu. Dominic Salamba tunaye hapa na tumuungana naye kwa njia ya simu. Naomba msikilize vizuri tena kwa makini kuhusiana na mchezaji huyu Emmanuel Samuel kutokea klabu ya TRA United, zamani kitambulika kama Tabora United. Young Africans wamefikia wapi kuhusu dili hili na undani wa dili ukoje? Huyu hapa bwana Dominic Salamba. Brother, huyu ni mchezaji ambaye wengi wanamtaja kama kuwa anaenda kuchukua nafasi ya Clementinho Mzize. Labda kwa namna ambavyo umemtazama wewe, ni mchezaji wa namna gani na taarifa zikoje bwana Dominic Salamba? Nafikiri ukisema kwamba anakwenda kuchukua nafasi ya Mzize, kwa maana ya replacement ya kuumia, inawezekana ikawa ni perfect. Kwa maana ya capacity si rahisi kuweza kulithibitisha kwa sababu huyu bado ni kijana mdogo ambaye anahitaji kupitia katika mazingira ya kuandaliwa ili baadaye aweze kuja kuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo akianza kutengenezwa kama ni mrithi wa Mzize, maana yake ndio ni muendelezo ule wa zile pressure kwa wachezaji wadogo na kuanza kuwapatia mizigo mizito kubeba na kuanza kujilinganisha wakati mwingine, na badala ya kwenda mbele wanatoka kwenye focus, kwa sababu sio rahisi mtu kuanza kumkompea na mtu ambaye tayari amesha prove, na hasa mtu huyo akiwa ni kutoka ukanda wa Afrika. Unajua hata kuweza kuhimili pressure, hivyo ni kitu ambacho watu wanafundishwa namna gani ya kuweza kuhimili pressure. Sasa kuna sisi tuelewi, badala ya kufikiri tunapata sifa tunawajenga wachezaji kwa kuwalinganisha na watu fulani, kumbe ndio tunawapoteza, kwa sababu inalazimika sasa aanze kutumia nguvu ya ziada ambayo wakati yake hujafika, ili watu wamuone kama yule ambaye nyinyi mnatamani kuweza kumuona. Kwa hiyo sasa kwamba Yanga wamemwangalia kama mchezaji ambaye ni kijana, ambaye ni promising player, mtu ambaye ana future ambaye inaonekana. Kwa kama kitengenezwa anaweza kuja kufanya makubwa zaidi hata hawa kitamaliza na wengine ambao Yanga wapo nao. Brother, kwa mujibu wa taarifa za mwisho kabisa ambazo wewe unazo kwa sasa hivi, approaching Young Africans, nafahamu dirisha dogo la usajili linafunguliwa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwakani. Yanga wamefikia asilimia ngapi na taarifa kwa undani kabisa ziko vipi? Maana tunakutegemea sana wewe Fabrice, hasa zinapofika kwenye story kama hizi za usajili Dominic. Ni kweli mpaka sasa hizi kama 95 yamebaki kama madogo ya kuweza kufinalize, lakini kimsingi 90% ni tayari mchezaji wa Yanga na Yanga walianza muda mrefu kuweza kuzungumza naye. Kwa hiyo baki kama mchezaji ambaye kuweza kukamilisha na baadaye waweze kumtangaza, kwa sababu ukiangalia miongoni mwa malengo, miongoni mwa utashi wa viongozi wa Yanga, wanatamani waweze kuwa na nyota wakubwa wa kimataifa, lakini pia vijana wote wa ndani ambao wanafanya vizuri basi waweze kuwa na kuandaa kuzingatia kwamba wameanza kunufaika na biashara ya wachezaji baada ya kufanya biashara ya Mayele na Mzize na ya Ziki, na hapa katikati walikuwa na biashara ya Mzize, kwa maana kwamba kama ukiwaandaa vijana wa vipaji basi baadaye kwa biashara ambayo inakuja kulipa mara 10 kile ambacho walikuwa wamewekeza. Na Dominic, kwa sababu una utaalamu mkubwa sana kwenye mpira wa miguu, pengine nini ambacho Young Africans wamekiona kwenye kikosi chao, labda wameona kwa sasa wanahitajika kupata mchezaji wa aina hii Dominic? Hili ni kuona tu namna gani kuweza kuboresha. Sasa ukiangalia Yanga wana Mzize, Yanga wana Dube, lakini pia walimchukua Andy Boyle kama akiwa ni
ni kuja kuongeza kitu kwa mkopo, lakini mpaka ni kama vile ameshindwa kufikia matarajio yale ambayo Yanga walikuwa wanatarajia. Lakini pia sio rahisi kwenda kupata striker ambaye unakuwa wa level ya juu katika soko la dunia kutokana na thamani na gharama ya kuweza kununua wachezaji. Leo hii huwezi kumchukua Mayele, leo hii huwezi kumchukua Sinani kwa sababu ni gharama ni kubwa. Kwa ni vyema sasa kama una wachezaji ambao wapo unaweza kuwatengeneza ni vyema kuwachukua kuwatengeneza baadaye na uweze kujivunia kwa package ambayo mtu mwingine hawezi kuwa nayo. Dominic, asante kwa taarifa hiyo nzuri ambayo ilikuwa inatutatiza hapa, ila kwa sababu Fabrizio tunaye nikuombe samahani kwanza kwa kushtukiza Ndio. Labda tumalizie na kikosi cha Young Africans kidogo. Performance ya Yanga jana dhidi ya Fountain Gate, game inayofuata ni Coastal Union ugenini. The last time Young Africans wamecheza ugenini walishindwa kupata ushindi, wakaambulia sare. Kwa namna ambavyo unaitazama Young Africans, Dominic, moja ya neno ambalo limekuwa likizungumzwa sana ni kwamba Yanga bila Pacome Zouzoua pale mbele imekuwa ni ngumu sana wao kupata matokeo. Na wewe Dominic unakubaliana na hili? Hapana, kwa sababu unaweza kuangalia na mechi hapa ambazo Yanga wamecheza wakiwa na Pacome na mechi ile Yanga amecheza ile Pacome akaweza kuperform. Yanga ni timu ambayo imekamilika kwa sasa, wanaweza kucheza katika mazingira yote isipokuwa tu wanakuwa wanajiandaa kulingana na opponent ambaye wanakutana naye. Unajua wakati mwingine sio rahisi kuweza kufanya reflection ya kile ambacho tunakiona kwenye klabu bingwa na kwenye ligi, kwa sababu ligi ni marathon. Na siku zote hautaki kutumia nguvu kubwa katika mechi ambazo inakutaka uende mpaka miezi 8 kuja kutafuta bingwa. Kwa hiyo nilifanya ni kutengeneza kikosi ambacho kitakuwa kina uwiano kulingana na opponent wanayokutana naye, na kikubwa ni kuchukua alama 3 ili uweze kusonga mbele. Brother, mimi naomba ni kushukuru sana na asante brother. Emmanuel Samuel Mwanengo. Jina ambalo linatajwa sana hivi sasa mitaa ya Twiga na Jangwani. Sasa watu wanaweza kuwa surprise leo Data Sports imekuaje kaamua mpaka kupiga simu, ni uharaka wa taarifa. Tukasema teknolojia ipo bwana. Tumfutie waya mtaalamu atupe 2-3 kuhusiana na mchezaji huyo, ili sisi tukija tukazungumza hapa tunazungumza kitu ambacho tunakuwa na uhakika nacho kwa ndani kabisa. Emmanuel Samuel Mwanengo, mchezaji kutoka TRA United, zamani kitambulika kama Tabora United. Amemtaja hapa vizuri. Na moja swali ambalo nimemuuliza mtaalamu hapa kwamba wanamtaja kama anaenda kuchukua nafasi ya Clementinho Mzize kwa sababu Mzize anaumwa, basi wanatafuta mchezaji ambaye ni mbadala wa Clementinho Mzize. Na jopo la viongozi wa Young Africans wakiongozwa na technical director wakamuona Mwanengo kwamba anafaa kwenda kuchukua nafasi ya Mzize. Dominic Salamba amenijibu vizuri na kwa utaalamu zaidi kwamba sisi tuna tabia sasa ya kuwapa pressure wachezaji. Hapana, ni mchezaji ambaye Young Africans wapo kwenye hatua za mwisho, 90% ni hatua ya mwisho kabisa ya kumnasa mchezaji huyu, na wanamhitaji aje akue taratibu kwenye timu yao kwa sababu wameshaona faida kutoka kwa Clementinho Mzize. Kwa hiyo wanataka kunufaika tena kupitia hili kwamba wanapata wachezaji ambao wanakuja kukua kwenye vilabu vyao. Nataka utupe takwimu Aloisi Sagara za mchezaji huyu, pengine mtu anatamani kuona au kusikia takwimu za mchezaji huyu ziko vipi ambazo zinashawishi Young Africans kwenda kumsajili. Here we go brother. Emmanuel Samuel Mwanengo alijiunga na Tabora United ambayo hivi sasa inafahamika kama TRA United. Hapa nazungumzia msimu jana, dirisha dogo pia alisajiliwa na Tabora ambao kwa sasa ni TRA, akiwa kama mchezaji huru akitoka Tajikistan kwenye klabu ya Lakshan ya Asia, akajiunga na Tabora United kama mchezaji huru. Sasa akiwa na Tabora United aliweza kucheza michezo 18. Akafunga mabao 9, akatoa pasi za usaidizi wa mabao pasi 4, wanasema assist. Ukitazama hapo kwenye michezo 18 ina maana amehusika kwenye mabao 13. Ukitazama dakika alizoweza kucheza ni dakika 1240 kwenye michezo hiyo yote 18 akiwa na Tabora United ambayo kwa sasa ni TRA United. Ukitazama uwezo wake wa kupiga mashuti kwa maana ya shot accuracy, mashuti ambayo tunasema ni mashuti yenye macho, usahihi wa mashuti anopiga huyu Emmanuel Samuel Mwanengo asilimia yake ni 63%. Bwana lakini ukitazama key passes tunasema ni pasi funguo. Kwenye kila mchezo ana rate ya 1.7. Lakini tazama uwezo wake wa kupiga key passes, hajaachana mbali sana na mchezaji mmoja Liverpool pale anaitwa Cody Gakpo. Yule pia rate yake yeye kwenye kila mechi anapiga key passes ya 1.9. Sijui unaona hakuna gap kubwa sana.
Emmanuel Mwanengo anacheza center forward. Okay. Yes, anaweza kucheza namba 10 kwa maana nyuma striker, lakini pia anaweza kucheza kama namba 9. Sasa unatazama uwezo wake kwamba hata kama asipofunga ni mzuri sana kupiga pasi funguo, kuwafungua mabeki wa timu pinzani. Tunasema zile ni pasi mpenyezo. Mara nyingi key passes zinakuwa ni penetration pasi fulani hivi za makini zaidi. Sijui unaelewa? Nakuelewa vizuri. Sasa Yanga wanamleta mtu kama yule, wanahakika naye. Lakini sasa kuna watu wanajiuliza mbona walimchukua Ofen Chikola, amekuja amefanya ana struggle mpaka hivi sasa kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Amekuwa sio regular starter kwenye kikosi cha Yanga. Vipi kuhusu Emmanuel Samuel Mwanengo? Ataweza kutoboa? Na ukitegemea mbadala wake ambaye hivi sasa ameugua au yuko nje kwa sababu ya majeraha, wamemleta yeye kuja kuchukua nafasi yake kwa muda huu ni Clement Mzize. Vipi kama akipona, je, wataweza kubato? Ataweza kupambana na Clement Mzize na kuendelea kuchukua nafasi ambayo hivi sasa Yanga wanamleta akavae viatu vya Clement Mzize? Kwa ni swala la kusubiri na kuona, lakini kwenye uwezo wake hakuna mashaka kucheza timu kama Tabora United ambaye kwa sasa ni TRA. Msimu uliopita mabao 14 amehusika kwa kufunga mabao 9, assist 4 kwenye michezo 18, sio kitu haba. Bwana, asante sana Aloysi Sagara kwa takwimu nzuri. Yes. Kuhusiana na Emmanuel Samuel Mwanengo. Pako ananicheka bwana, nimechapia kidogo. Ulimi hauna mfupa wanasema. Ulimi hauna mfupa, una ulimi. Yes. Waenga kukosea. Umezungumza vizuri kwa maana ya rate yake katika kupiga mashuti. Umetaja ni zaidi ya 63. Of course Young Africans walihitaji au wanahitajika kuwa na aina hii ya player, hasa linapofika swala la kutana na timu ambayo inacheza low block. Tunaweza tukakubaliana kitu Aloysi Sagara na mtazamaji wa Dar Sports. Aina ya ushambuliaji wa klabu ya Young Africans mara nyingi kwa chini ya Pedro Goncalves imekuwa ni timu ambayo inashambulia zaidi kupitia pembeni. Unaelewa vizuri? Kupitia pembeni. Nimeangalia game waliocheza ya kwanza kabisa aliwaongoza dhidi ya KMC, sio? Dhidi ya KMC, lakini pia game ambayo walicheza dhidi ya Farabati. Hata game waliocheza kule dhidi ya JS Kabylie. Ukiachana na game ya JS Kabylie ambayo Young Africans alikuwa anatafuta sana mpira, hata game ambayo wamecheza dhidi ya Fountain Gate. Ni mwalimu ambaye anaamini zaidi katika kushambulia kupitia pembeni, kwa maana ya kuwahitaji sana ma wings back wake pamoja na full backs wake kufanya overlapping pamoja na underlapping uwanjani. Lakini kitu kikubwa ambacho sasa changamoto ambayo Young Africans wakawa wanakutana nayo, timu ambazo zinakaa sana chini, alafu sasa zinakuwa compact kwa maana ya kuminya sana mianya mingi ambayo Young Africans huenda wangekuwa wanapiga pasi zao zinafika kwa fullbacks wao au wingsback wao ili kupiga cross kuziingiza kwenye boxi, zinakuwa zinashindikana. Inatafutwa sasa mchezaji gani mwingine ambaye ana uwezo mzuri wa kulainisha eneo la ushambuliaji la Young Africans ili timu iweze kupata matokeo. Ndo anakuja mchezaji kama Piodo Pacome Zouzoua ambaye anaishift timu kutoka kushambulia zaidi kupitia pembeni na kutengeneza combination play, kwamba guys, hawa watu wapo compact, it's okay. Mkisema mpige mipira ya pembeni, inawezekana wakawa wa kuanza kwenda kuiwai. Sawa, na nielewa vizuri. Mkisema tu opt kupiga mashuti, inaweza ikawa pia ni another challenge. Japokuwa option ya kupiga mashuti ni moja ya option nyingine nzuri katika timu ambayo inakaa kwenye low block. That's why Pacome anachagua zaidi kucheza combination play. Jana kama uliangalia game, kuna moment alitengeneza combination play ya give and go pass. Chapo akafika kwenye box lakini akawa amedelay mpira ukawa umemwacha. Then ikaja ya pili nyingine ambapo Mohamed Hussein anafanya interception ya mpira, anampa Duke Abuya quick. Pacome kashaingia kwenye nafasi, ana squeeze mpira, anasogeza mpira pembeni, anashoot mpira na unaingia kambani. Sasa aina hiyo ya mchezaji ndio maana hata alivyoingia mpira ulibadilika, kwa sababu kuna namna ambavyo timu ilichange katika aina ya ushambuliaji. Yaani ukishasema unashambulia tu kupitia pembeni, maana yake kuna namna ambavyo unatabirika, jambo ambalo linaweza likampa nafasi mpinzani wako kukublock sana. Sasa ikija option ya kupiga mashuti, ukija kwenye klabu ya Young Africans tunaweza tukaulizana ambaye alikuwa na uwezo mzuri wa kuopt kupiga, na tunasema uhakika wa hili shuti kwenda langoni ni mkubwa. Alikuwa ni Stefan Aziz Ki. Sasa hivi wana Dumbi ambaye sikumbuki mara ya mwisho Dumbi alipiga. Shehani Hamisi pia mzuri japo hawapati nafasi. Naye apati nafasi. Wana Dumbi ambaye hata akishuti I don't know, yani asilimia za ule mpira kuona unaenda on target
ni ngumu sana. Lakini pia wana offense caller mzuri sana kwenye shoot. Wana Edmund John pia. Sasa offense caller anapenda sana aingie kwenye engo, cutting inside. Yaani kama Mohamed Salah. Aingia kwenye engo cutting outside ndo shoot. So mchezaji ambaye anaweza akawa yani amelitazama lango hivi ikawa easy kushuti. So hiyo alikuwepo Stefano Zizikila. Ukimwangalia Emmanuel Samuel Mwanengo anashawishi kwamba kama ana rate nzuri hiyo asilimia zaidi ya 60 ya kupiga mashuti, mara yake Young Africans wanaenda kupata mchezaji mwingine ambaye hata watakapokutana na timu ambayo iko chini sana wanapata mwingine ambaye anawapa option nyingine ya kumwattack mpinzani, kwa maana ya kupiga mashuti ambayo asilimia kubwa sana yatenda katika lango la mpinzani. Lakini wana mchezaji mwingine ambaye anaweza akawatengenezea combination play wachezaji, ni uharaka wao tu katika kuchezea mpira, kwa maana ya kupokea mpira na kurudisha kwa mchezaji mwingine wakati mwingine kashaingia kwenye space, jambo lao liweze kufanikiwa kuliko kutegemea zaidi timu kushambulia kupita pembeni. Yani Yanga watanufaika naye kwa sababu nimetolea pale nilipokuwa nazungumza takwimu zake kwamba ukiona mchezaji anacheza kwenye Tabora ni timu ambayo tunasema hata daraja la kati haijafika, kwa sababu ni timu ambayo performance yake bado iko chini. Ni timu ambayo kutabirika kwake ni kusema Tabora hawezi maliza top 10, hawezi maliza maybe top 8, ni kitu ambacho ni possible. Sasa kwa timu kama ile aliweza kufunga au kuhusika kwenye mabao 13, sio kitu kidogo, na kutarajia ni mtu aliyetoka nje, katoka Asia, kajiunga nao tena dirisha dogo, akaweza kupata idadi ile ya kuhusika kwenye mabao kama yale 13, sio idadi ndogo kwenye michezo 18, dakika 1240. Kwa hiyo anapokuja kwenye timu kama Yanga ambao umemzungumzia, ndani yake kuna mtu kama Pacome Zouzoua, ndani yake kuna mtu kama Mudathir Yahya, ndani yake kuna mtu kama Maxim Pia Nzengeli, kuna mtu kama Dumbia. Kwa hiyo ataenda kuongezewa ubora. Yani ni kama ule msemo kwamba alienacho ataongezewa. Sasa alichokuwa nacho Emmanuel Samuel Mwanengo anaenda kuongezewa zaidi, kwa sababu anakutana na kundi ambalo lina wachezaji wenye quality kubwa kwenye kikosi cha Yanga. Ni yeye mwenyewe kutulia ndani ya kikosi cha Yanga, kwa maana ya overcome ile pressure kutoka nje, kwa sababu klabu kama Yanga ni klabu ambayo ina pressure. Mimi ni shabiki wa Manchester United. Kuna baadhi ya mashabiki tunaamini kwamba kuna baadhi ya sajili za Manchester zilifeli kutokana na wachezaji kushindwa kuhandle pressure kutoka kwa mashabiki au kutoka kwenye klabu yenyewe. Matarajio ya Yanga ni makubwa zaidi tofauti na matarajio ambayo wanakuwa nayo Tabora United au TRA United kwa sasa. Kwa hiyo unatarajia kwamba unapokwenda kwenye klabu kama Yanga, usipokuwa na confidence, usipo deliver mapema, ukaanza kunyeshwa vidole, ukapoteza kujiamini, inaweza kukutoa kabisa kwenye reli na ukapotea. Prince Dube asingekuwa na experience, asingekuwa na ule uwezo wa kuovercome ile pressure. Tunasema discipline. Kuovercome pressure kutoka nje ya uwanja. Pengine Dube hivi sasa tusingekuwa tunamzungumza kati ya michezo mitatu iliyopita akahusika kwenye kufunga mabao kwenye michezo miwili. Huyu Dube angekuwa amekwisha potea. Sasa anapokuja Emmanuel Mwanengo anapaswa kutambua kwamba ninakwenda kuitumikia klabu kama Yanga. Kwa hiyo ninapaswa kudeliver mapema, na hata kama ikitokea sijaanza vizuri, sipaswi kukata tamaa. Napaswa kufanya mazoezi kwa bidii, kushawishi makocha kwenye uwanja wa mazoezi, lakini pia kuongeza hali ya kujiamini zaidi kiwanjani pale anapopewa nafasi. Bwana, ni Alois Sagala huyo na mimi ni Florence Renato. Tunaendelea kuyatazama na kuyachakata. Bwana, huyo Emmanuel Samuel Mwanengo. Huyo Omboi Mwamwawa Mwanengo. Omboi huyo mtu wa nyumbani wa Mwanza huyo. Mwanza mimi nikazani ndugu zetu wa nyanda za juu kusini, kwa maana ya Mbeya. Inawezekana labda Mwanengo inawezekana pia ni Mbeya Mtazamaji wa Sports atatueleza Yesu akina Mwamwawa kidogo au Mwandambo Clemens Kirambu kile hawa majina yao mengi yako, lakini Mwamnyeto si Tanga hapa. Hapana bwana. Tukatumia neno mwa tu peke yake. Si ndo nasema Mwamnyeto mwenyewe. Tukisema Mwamwa ni nyanda za juu kusini, pengine tunakosea kwa sababu Bakari Nondo Mwamnyeto mtu wa Tanga. Inawezekana. Bwana, tunaendelea kukaribisha na wewe kwa chochote ambacho unaweza kutuchangia hapa chini. Unaweza kaweka mtaalamu wa soka Dominic Salamba ameelezea vizuri na kwa kina kuhusiana na usajili huo. Tulihitaji confirmation kutoka kwa watu ambao ni ma-expert napofika swala la usajili. Unajua unaweza tukazungumza hivi sisi tunakasema Florence wewe mtoto wa juzi tu hapa tumekuona hapo unakuja na exclusive. Wewe umeingia lini Yanga mule? Wewe unajua taarifa za Yanga mule unazijua. Sasa tunawatumia magwiji manguli ambao wanasifika sana kwenye habari za usajili.
usajili. Wakati kwetu tunachukulia kama tetesi, kwao wao wanakuwa na full details ambazo kwa wakati mwingine zinakuwa ni 100%, yani anakuambia hii ni uhakika, dili imeshatiki, kinachobaki ni kutambulishwa kwake. Na hata kwenye dili la Emmanuel Samuel Mwanengo wanasema tayari documents zishakuwa signed, amemaliza kabisa sana. Yes, signed. Kwa hiyo kinachobaki ni utambulisho tu. Sasa kuna wengine ambao mpaka kuzipata zile za ndani kabisa wanasema za ndani inahitaji muda. Tuweza tukakamaliza ya kwamba kuna urahisi sana wa timu zetu hizi mbili kubwa kupata wachezaji hasa ambao wana uraia wa Tanzania, wazawa. Kwa maana ya wazawa. Yes, yani kwa lugha nyepesi ni kwamba hakuna mchezaji mzawa ambaye ataikataa Simba, ataikataa Yanga, na hata Azam pia inaongezeka pale kwamba hivi sasa Azam pia imekuwa na uwezo wa kushawishi wachezaji wengi wazawa kwenda kuitumikia. Mfano mzuri ni Faisal Salum Abdalla, ametoka Yanga, timu ambayo ina mafanikio, yani ndio klabu ambayo yenye mafanikio mengi zaidi kwenye ligi ya Tanzania bara, lakini akaopti kutoka Yanga akaenda zake Azam. Sasa hiyo inakuonesha ya kwamba mchezaji mzawa kwenye vilabu vitatu, Simba, Yanga na Azam wenyewe, hakuna mchezaji ambaye atakataa kutumikia vilabu hivyo. Ni swala la muda na makubaliano yao. Tunasema mkataba umesheheni vitu gani, maana hata kitu ambacho kilimwondoa Faisal Yanga ni mkataba wa Azam ulikuwa mnono zaidi, kwa maana vile vipengele ambavyo vimeainishwa kwenye mkataba mwingine ambayo yalitokea hapo katikati. Bwana, tunakushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi, mimi pamoja na Luis Sagala, lakini pia tunakushukuru bwana Dominic Salamba kwa taarifa nzuri ambayo aliweza kutupa. Ilikuwa ni urgent na tukasema kuna shida, tumtafute mtaalamu wa soka atupe confirmation ya hii pamoja na undani wa taarifa hii. Mr. Pago anasema ya kwamba usajili ambao Young Africans wanaufanya kuna namna ambavyo unakatisha tamaa timu zingine kuendelea kupambana, ni kama vile wanataka kubeba kila ambacho chochote ambacho kinahusu mpira wa miguu anakitaka kiwe chao mpaka wakati mwingine.